Hakuna mtu mwenye ufahamu anayeweza kuishi bila kujua na kutambua hali ya taifa lake, kwa sababu usalama wa taifa lake ni usalama wake na usalama wa watu wengine ni usalama wake. Kila mtu ana play part yake kwenye ujenzi wa taifa, isipokuwa unachokifanya kinaweza kikagusa maisha ya watu wengine negative au positive. Nilipokuwa nikitazama utendaji wa Rais Magufuli, nilikuwa namuona kama kopi ya siku 4 kwa vita kali aliyopigana dhidi ya rushwa na ufisadi katika nchi hii. Mimi simo ndani ya CCM, lakini nikitazama kwa sasa CCM simuoni mzee Nyerere wala mzee Sokoine. Ninachokiona labda ni mzee Wasira tu. Nje ya CCM naziona tena kopi za Mwalimu Nyerere, Sokoine. Nikimsikiliza John Heche, Luhaga-Mpina, Boniface Mwabukusi na Tundu Lissu na wengine wapo wachache. Na uona tena ule ujasiri wa Mwalimu katika ujana wake. Naziona tena zile fikra za Mwalimu katika kizazi chao. Ile hali ya uzalendo na akili kubwa ya kuliwaza na kulipenda zaidi taifa kuliko maisha binafsi na viona ndani ya hawa watu. Ni ajabu sana, katikati ya watu milioni 60, hawa wachache tunaowaona kwamba ndo wana ujasiri wa kusema ukweli, matatizo ya nchi hii na kuyakemea. Hata hawa wachache tulionao wanapitia magumu na changamoto nyingi sana. Ni kwa sababu ya ucheche wao. Maana katikati ya watu milioni 60, kuwa na watu 10 tu wenye uwezo wa kusema ukweli, wenye ujasiri wa kukemea uongozi mbaya, kukemea matumizi mabaya ya serikali, kukemea ufisadi, kukemea rushwa. Ndio maana wanapigwa vita vikali sana. Lakini ukitazama kwa undani ukaangalia kosa lao nini? Kusema matatizo ya nchi yao, kukemea rushwa na ufisadi, kukemea wizi wa rasilimali, kukemea uongozi mbaya. Hata kidogo mtambue thamani na michango ya hawa watu. Jamii ya Watanzania wanaojitambua au waliojitambua iwalinde sana na kuwatunza hawa watu kwa kutambua thamani yao. Viongozi wa serikali walindeni hawa watu kwa sababu wana msaada mkubwa sana. Watofautisha hawa na wale waliopita ni nyakati tu. Hawa wangeishi zile nyakati za ukombozi wa bara la Afrika, hata kutafuta uhuru wa Tanganyika, hawa historia ingewataja kama mashujaa. Kwa sababu kipindi kile taifa lilikuwa linahitaji watu wenye ujasiri wa kupinga uongozi mbaya, kukemea utawala mbovu wa mkoloni. Sasa na leo hii Mungu saidia, japo ni wachache wanaishi wakati wetu. Sasa kwa nini tusiwalinde? Tunaona kama maadui. Ina maana mtu anayewaona hawa watu kama maadui hata angeishi huyo wakati wa Nyerere. Kama asingekuwa kibaraka cha mkoloni, ina maana na hawa pia angewachukia. Mtu anayemuinda John Heche, mtu anayemuinda Tundu Lissu, mtu anayemuinda Boniface Mwabukusi, mtu anayemuinda Polepole, mtu anayemuinda Luhaga-Mpina na kumchukia, kuwachukia watu hawa, huyu pia angekuwepo nyakati za Nyerere angemchukia ule mzee. Taifa lipo kwenye wakati mgumu sana. Linahitaji sana watu wenye ujasiri, wenye uwezo wa kukemea rushwa, kukemea uongozi mbaya, kupinga ufisadi, kupinga wizi wa rasilimali. Taifa linawahitaji kina Nyerere, hawapo. Wapo hawa kopi zao. Ni muda ambao taifa linahitaji watu wenye uwezo wa kukemea utekaji, kukemea mauaji, kukemea uongozi mbaya, kupinga rushwa kwa nguvu na kwa ujasiri. Ni muda ambao taifa linahitaji vijana wenye uwezo wa kukemea unyonyaji, vijana wenye uwezo wa kukemea matabaka. Ni yale yale. Sema kinachobadilika hapa ni kwamba kipindi kile tulimpinga mkoloni na tulimkemea mkoloni, lakini sasa hivi tunawapinga hawa watu. Tunapokosea lazima waambiwe. Na kama wamefanya kitu cha tofauti lazima wapingwe kwa nguvu. Kukaa kimya ni kuhalalisha hii dhambi. Kona waomba sana kama taifa tusikae kimya, tusibariki hizi dhambi za utekaji, tusibariki za unyonyaji, tusibariki ufisadi, tusibariki uongozi mbaya, matumizi mabaya ya utawala wa sheria. Huko ni kuhalalisha dhambi, vinatakiwa vikemewe vyote kwa nguvu. Kwa sababu vyote hivi vinafanyika kwa sababu ya usalama wa watu, na wewe sio ng'ombe, na wewe ni miongoni mwa watu. Sasa ukijitenga katikati ya hivi vitu, kilichomkuta mwenzako haina maana kwamba wewe hakitaweza kukukuta. Yaani kwamba ukiona mtu ameweza kumteka fulani, hashindi kuja kukufanyia wewe vile. Kwa naomba sana kwa umoja wetu tukemee hivi vitu vikomeshwe kwa namna yoyote, kwa gharama yoyote. Mtu wa Mungu simama. Lipo kusudi la Mungu
la wewe kuzaliwa, kuishi na kuendelea kuishi katika nchi hii. Kwa hiyo usijihisi kwamba wewe haya mambo hayakuhusu. Hapana, wewe sio Mrundi, sio Mkongo, umo Tanzania. Yanaowakuta wenzako ni ndugu zako, wale sio wanyama, sio ng'ombe wala sio mbwa mwitu. Mimi naumia sana kuna watu wanaumizwa eti kisa rangi, kisa chama. Mtu anapigania maslahi ya chama, anaacha watu. Hivi kati ya chama na mtu kweli, kwani kunahitaji elimu kiasi gani kujua tofauti kati ya mtu na rangi? Kwa acheni hizo mambo, hazifai. Milton Onyango hapa, nawapenda sana, Mungu awabariki.